So guys, tuko na ndugu yetu ambaye anafanya kazi Katari hapa, ambaye ametoka zake Kenya sehemu za Central kule, ambapo alisafiri mnamo mwaka wa 2022 anakuja fanya kazi ya security kwenye kampuni ambayo hatuko tayari kuitaja kwa leo. So bana, kisa ambacho kilimtokea huyu jamaa ndio maana kimenifanya nije hapa niwaelezee kila mtu ili tuchukue funzo kutokana na lile ambalo lilimtokea huyu jamaa. Kwa jina lake tutalibana kwa leo, lakini as we are talking at the moment, huyu jamaa yuko kwenye barafu na mzazi wake wa kike yuko hapa Qatar ili kuja kushuhudia kile ambacho kilitokea, ama kuja kuchukua ule mwili wa mtoto wake ili aweze kurudi nao Kenya, baada ya kwamba wale ambao wameshirikisha ama wale ambao ni wenye kampuni wamenyimwa kuchukua ule mwili na kufanya process yote kuweka huu mwili kwenye ndege ili urudi zake nyumbani. Sasa mpango mzima ama kitu ambacho kilitokea kwa ujumla ni kwamba huyu kaka yetu ambapo alikuwa amepata mshahara, na kawaida yake yeye ni mtu ambaye kila akipata salary ni mtu ambaye anaenda leo, yani yeye ulevi ndio kitu chake ambacho amekiweka mbele, ambapo kuna pombe maalum ambayo iko rahisi ama pombe ambayo inauzwa kwa bei ya chini, ambapo wengi sana vijana wa Kenya wanapenda kuitumia, na yeye pia alikuwa mmoja wao ambao yatumia sana hiyo pombe ambao wenyewe wameiweka ama wanaita Mungei, of which is not the original Mungei ambayo iko Kenya kama waliozoea, lakini ya huku imechanganywa na some different chemicals, ambapo wenyewe kunywa wanalewa na wanasikia raha ile kulewa, lakini mwisho wa siku some of them inawakata paka matumbo. Asa bana, huyu chake hasikukata matumbo yake, huyu ilikuwa ile siku aliyopata mshahara, jamaa alitoka na wenzake vizuri akaenda zake kwenye shopping center ambayo inaitwa Safari Mall, nitahitaji hapa, na wakati yarudi aliachwa na wenzake kule maksudi, yeye akisema kwamba kuna place ambayo atapitia sehemu fulani ili aende akaonane na ndugu zake kama alivyoambia wenzake, na wenzake kikweli alirudi zao accommodation because accommodation yao ilikuwa a certain distance mbali kiasi kutoka town. Sasa wenzake akaharakisha ili waende zao nyumbani wajitayarishe ili mradi walale mapema so that the following day waweze kuingia kazi, lakini mjomba wetu akaenda sehemu nyingine tofauti ambapo aliahidi wenzake ama aliaga wenzake kwamba yuenda onana na ndugu yake. Bana, kumbe kule ambako alikuwa asema ndaona na ndugu yake ni mahali ambapo yeye amezoea pombe na aje akunywe kwa nyumba. Kama tunavyojua ukionekana kwenye street ya Qatar umelewa bala. Sasa yeye hakutaka kulewa kule ambako alinunua, yeye alionja kwa siku akanyosha mpaka mitaa ya ile accommodation ambayo anakaa, akaenda kaa na mabeshte zake kando, wakaanza kunywa ile pombe ambao yani marafiki ambao alipatana nao kule accommodation. So kadri alivyokuwa akaendelea kunywa ile pombe, wenzake waliweza kumwacha pale na kumwaga kwa sababu time ilikuwa imefika kwamba hao wanastahili kwenda zao nyumbani, lakini ndugu yetu huyu alikataa kuachana ile pombe kwa sababu utamu ulikuwa umekolea. Kwa basi akaachwa peke yake pale aendelee kunywa ile pombe, na kila mtu ambaye alikuwa ameungana na yeye kwa ile safari ya kwamba kuna pombe kwenye ile kijiji chao waliweza kutoka kwenda zao accommodation ambao walikuwa kwenye kampuni tofauti, lakini ni washikaji ambao wanafahamiana. Bana, kitu ambacho kiliendelea baada ya hapo, ndugu yetu huyu bana alilewa chakari na kushindwa kujitambua, mwisho wa siku akashindwa mpaka kurudi zake kwenye accommodation. Hapo ikambidi aingie maskani ambapo alikwama, nitasema alikwama kama kwenye jidek fulani ambacho kinakaa kama mtaro hivi, na akaanguka pale na akaonekana kama amelala. Yani watu ambao walipita pale asubuhi yake, watu ambao ni wa Bangali, wa Hindi, wale wa range tofauti walishtukizia wakajua tu huyu Mwafrika amelala tu hapa, huyu amelewa tu hapa, njichafua tu hapo, unaona, kwa sababu alikuwa ameonekana kama akona uchafu nyuma yake kama ametoa kinyesi vile, lakini hana dalili zozote za damu, lakini kwenye mapua yake kulikuwa kunaonekana kama kuna mapovu, of which wale walishtukizia na wakaita ambulance very fast. Ambulance ilikuja ikamchukua pale ambapo walimpata na ikampeleka zake hospitali Hamad International Airport hapo Qatar pia vile, lakini habari zilifikia kampuni yake ya kwamba huyu jamaa yuko hospitali hali mbaya. Kampuni yake ilishindwa ni jinsi gani ambayo itamtetea ama ni jinsi gani ambayo itafuatilia hino kesi, kwa sababu just the other day alishindwa kuingia kazi na walijaribu sana kufuatilia kuuliza huyu jamaa mahali ambapo yupo, lakini walishindwa kujua ni wapi ambapo yupo. Na wale wenye ambao wanafanya nao kazi kwa pamoja kama yake ambao waliweza kusafiri pamoja kwenda zao kule supermarket, walipoulizwa how come huyu mwenzenu mlitoka naye hapa, kwa sababu tumeangalia the last moment ambao alitoka hapa accommodation alitoka na mtu na hawa wote ambao wataja hapa wameweza kurudi hapa kwa accommodation, ni vipi huyu hajarudi? Wakaitwa wale wakaulizwa maswali, wakasema waza kwamba tulienda sote mall fulani, na tupofika kule wakati warudi huyu alituambia anataka kupitia ndugu yake. Sisi tukaona isiwe kesi, acha turudi zetu nyumbani, tumwache aende akaonane na huyu ambaye anamuita ndugu yake. Na hivyo basi kampuni ikawa clear hawa wengine ambao walitoka nao wakawa hawana kesi, kwa sababu ilifahamika vizuri ya kwamba walienda zao mpaka supermarket
supermarket, lakini ilipofika supermarket jamaa hakurudi zake accommodation. So the case was, yani kesi na kampuni hapo iliisha hivyo hivyo, kwa sababu kampuni huwa ina compensate mtu ambaye amepata ajali ama amefariki akiwa kazi ama akiwa na uniform ama akiwa kwenye movement akienda kazini ama movement kutoka kazini. Lakini jamaa alikuwa ametoka kazini, he was out of the duty, he was out of the shift, na alikuwa ameenda zake mall na starehe zake. Baada ya kwamba ameenda mall arudi zake accommodation, jamaa alishika njia na kwenda sehemu tofauti tofauti. So these guys from the company waliposikia hivyo, some of them walikuwa na ile roho ya huruma, kwa sababu walijua huyu ni mtu ambaye tumefanya kazi na yeye takriban miaka 4-3 sasa hivi, acha tumfitie tuone kitu gani ambacho kinaendelea kwake. Lakini walipofika zao hospitali maskini, walipata huyu jamaa amefariki, yani walishuhudia ama walihakikishiwa kwamba amefariki. Na basi wakasema kwamba wanataka hao kama kampuni wa facilitate hiyo process nzima, ili huyu jamaa aweze zake nyumbani ama huu mwili wake uweze kurudi zake nyumbani, ili uende ukastiriwe na wazazi wake ama family members waende wakauone ostiri. Lakini ile hospitali iliweza kukataa, kwa sababu walisema kwamba kama mtaweza kumidentify kama ni yeye, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo kwa mwili wake kama binadamu wa kawaida vinastahili viwe hapo, lakini huyu hatuvioni. So kampuni ilipouliza ni vitu gani hivyo, waliambiwa ya kwamba the deceased person ambaye mnamtaka nyinyi ama mnamuulizia nyinyi hana jino hata moja, meno yake yote ya juu na chini yametolewa na hayajulikani ni nani ambaye ameyatoa na hayajulikani ametolewa saa ngapi. Anasema hao walipomreceive pale hospitali ama walipomreceive pale hospitali kutoka kwa ambulance, walimreceive akiwa tayari hana meno. Na ile ambulance ambayo ililetwa, ile service ya ambulance ambayo ililetwa, walipoulizwa kama walimpata in that state, walisema kwamba hao walimpata tayari hana meno, na walimpata mahali ambapo inaonyesha wazi kabisa ni kambe kama alifanya kurushwa na watu ambao hao hawezi kutambua. Kweli ilikuwa very sad story, kwa sababu hospitali ilisema kwamba hawezi mruhusu apende zake nyumbani mpaka wafanye uchunguzi ili wajue ni nani ambaye alihusika kumtoa meno ama ni nani ambaye alihusika na kifo chake. Ndio maana after hapo wakisha realize wanaweza karuhusu kampuni iweze kumsafirisha kurudi zake Kenya. Lakini hospitali ilijaribu juu chini tafuta those ministries ambao zinahusika na CIDs, polisi, ili kuchunguza mpango mzima kujua ni jinsi gani huyu jamaa aliuliwa ama vipi huyu jamaa aliuliwa. So they just check the body, wakaangalia ma fingerprint, lakini kiukweli they are not lucky to get the exactly person ambaye alihusika na kifo cha huyu jamaa wetu Central Kenya. After hapo ndo akasema ya kwamba hawezi ruhusu pia vile vile kuwe na speculation za story nyingi on whatever has happened, kwa sababu itaonekana kambe kama hospitali ndio ilifanya mpango mzima wa kutoa meno ya huyu jamaa. That's why kampuni ikaambiwa kwamba waite mzazi wa huyu mtoto ama waite mzazi wa huyu jamaa, ili aje ashuhudie na ahakikishe na aeke saini ya kwamba amekubali mtoto wake alifariki kwa ile process yote ambayo alikuwa kazini ama alikuwa kwenye mazingira yote aliyokuwa, na akubali ya kwamba anauchukua huno mwili wakati yajua wazi kabisa 100% ya kwamba mwili wa mtoto wake hauna jino hata moja kwenye kinywa chake. Kweli mzazi naye pia vile vile aliweza kusafiri baada 1 week hivi, aliweza kusafiri akaingia Qatar na akapata accommodation yake pia, that is hotel, akakaa. Na alipoingia tu the 3rd day akaweza kuchukuliwa yeye pamoja na mtoto yule kijana, kwa sababu kijana alikuwa na mtoto wake, sio yule mzazi wake hakika alikuja, mamake plus mtoto wake walichukuliwa wakaenda mpaka hospitali ambapo alikuwa kuni morgue. Huyu jamaa aliweza kutolewa ili mzazi wake aweze kumwangalia, ahakikishe ama athibitishe ya kwamba ni mtoto wake, na aulizwe maswali ambayo labda mwenyewe atakubaliana ya kwamba yes, huyu ni mtoto wangu na nitamchukua nimpeleke kwangu ambapo ni Kenya, niende nikamstiri hivi alivyo, nimekubali hali ambayo ipo. Lakini punde tu ule mwili ulipotolewa, ili huyu mama ahakikishe, alipotolewa ule mwili, huyu mama alikataa immediately, akasema this is not my son. Pale yani ulipotolewa tu hakuwa na fikra mbili, wala hakufikiria mara mbili ati aangalie vizuri ama amshike huko angalie mkono. Alipotolewa tu ile kichwa, alipomuona hivi, alipofunguliwa, huyu mama alisema kwamba sanda imefunguliwa hivi. Alipoangalia sura, mama akasema kwamba huyu sio mtoto wangu, this is not my son, I need my son. Asa mama naye pia akawa yavuruga na kusema kwamba nahitaji mtoto wangu. Mtoto wangu yuko wapi? Mtoto wangu hakuwa hivi, mtoto wangu hakuwa na uso kama huu. Asa ikawa ni
purukushani kikweli, ikawa ni purukushani. Watu wakawa wanaangalia jinsi gani ambavyo wataweza kumsaidia huyu mzazi, kwa sababu mzazi amekuja zake Qatar, mzazi ameweka matanga nyumbani akitarajia kwamba amekuja chukua mwili ili arudi nyumbani waweze kustiri, kwa sababu alikuwa amekubali hali ambavyo ipo. Lakini alipokuja, alipoonyeshwa ule mwili, aliukataa na kusema kwamba huyu sio mtoto wangu. Na sasa as we are talking, kesi inaendelea baina ya kampuni na hospitali na familia ya huyu jamaa. They need to know huyu mtu alipatikana amefariki ni nani, na wakiangalia fingerprint ambavyo inaonyesha kiukweli jamaa ni the same name, inaleta same appearance kwenye system, na inaonyesha wazi kabisa he is the same person ambaye alifariki ama ambaye alipatikana kule kwenye street. Na hata wale wenzake ambao wametoka the same company, wakiambiwa, wale marafiki zake ambao walikuwa kwenye the same room, some of them wakiambiwa waende wakaview the body, wengine wanakataa. Yule ambaye alikubali, mmoja wapo ambaye ni mmoja wa TikTok ambaye ni maarufu pia vile vile, alipokuwa amekubali kwenda view ile body, alipofika hospitali alikatazwa kuview ile body. Aliambiwa mzazi wake peke yake ndo anaruhusiwa kuview na ndo anaruhusiwa kutoa kauli ya mwisho, kwa sababu hawataki mtu mwingine ambembeleze mzazi akubali kitu ambacho yeye mwenyewe hajakubali. Hivyo basi mzazi amepewa masiku kadhaa ili aweze kuketi na kufikiria, kwa sababu wanadhani kama mzazi ule mshtuko ama ile kushtuka ndio imemfanya mpaka akili yake haijakuwa settle. Sasa mzazi amepewa more days, aketi kwa zake kwa hotel, bado yuko Qatar as we are talking, aketi zake kwa hotel, afikirie. After all ataweza kuregeshwa kule ili aweze kwenda angalia ule mwili, alafu aeke the final decision, aseme kama ndio mtoto wake. Kwa sababu cha msingi si kwamba ati alikuwa ameitwa ahakikisha either ni yeye ama si yeye, no. The thing ni kwamba hospitali pamoja na serikali, system nzima na kampuni inajua wazi kabisa yule jamaa ndio yule, lakini sasa lazima mzazi wake akonfirm ya kwamba huno mwili utasafirishwa kutoka Doha International Airport mpaka Jomo Kenyatta International Airport, lakini ujue wazi kabisa mtoto wako hana jino hata moja kwenye kinywa chake. Na hicho ndo kitu ama hicho ndo kisa kikubwa ambacho huyu mzazi alikuwa ameweza kuitwa zake Qatar aje ashuhudie mpango mzima. So ladies and gentlemen, we have something to learn from this. Nimeona watu wengi sana wamekuja wamekashifu wababazi wa Qatar, wababazi wa Saudi Arabia, wababazi wa Abu Dhabi pia vile vile kwa mpango mzima huno wa kulewa ulevi. Ulevi umekashifiwa sana na wengi wa Kenya, baadhi na vile vile pia umekashifiwa sana na baadhi ya watu ambao hata vile vile sio wa Kenya, lakini wameona wazi vile ambavyo wa Kenya wanajipoteza kwa kulewa ama kwa kujiingiza kwenye mpango mzima wa ulevi, especially wakiwa wamesafiri, wanajipata kama they have done it all. So whatever they want to do is just to drink and go. So let's take care, because hatujui mzuri wetu, hatujui mbaya wetu. Mpaka sasa hivi mwenyewe nilipoambiwa ino story iko na kama 2 weeks since I got this story, na mpaka sasa hivi sijaamini, because it's something that it's so weird, na ni kitu ambayo watu kimaginate hivi unashindwa kuelewa. Like you just ask yourself, ni nani ambaye aling'oa meno ya huyu jamaa? Aling'oa vipi? Na hata kama alianguka vibaya meno akatoka, hakuna venye meno yanaweza toka yote mpaka premolars and molars. Automatically meno ukianguka vibaya mahali, meno ambayo yatatoka ni meno ya mbele peke yake. Lakini ukiona jamaa ametolewa meno yote na hana damu, it's something to get fear. Yani ni kitu ambacho kinaogopesha kabisa kiukweli.